Tazama, anasogea. Anaamka. Hili linawezekanaje? Tone lile lilianguka. Sio kutoka kwenye mpira wa dripu. Sio kutoka kwenye sindano. Lilikuwa tone lililobanwa kutoka kwenye kiganja cha msichana wa kazi. Na mara tu lilipogusa midomo ya Mama Nana, vidole vyake vilivyokuwa havisogei kwa siku kadhaa vilitetemeka. Daktari Musa aliganda kana kwamba miguu yake imefungwa kwa kamba. Ramadhani alipanua macho, mdomo wake ukafunguka, lakini sauti haikutoka. Doka alipiga kelele kwa hofu na hasira, acha! Umerukwa na akili. Unamtilia nini mdomoni? Mikono ya Rehema ilitetemeka, si kwa sababu ya hatia, bali kwa sababu alichoka kumwona Mama Nana akizama taratibu kama mshumaa unaoyeyuka kimya kimya. Barakoa ya oksijeni ilifunika pua ya Mama Nana. Mashine ililia kwa beep ya kuhesabu, kama saa ngumu inayokataa kusimama. Kisha kifua cha Mama Nana kikadunda kwa ghafla. Mabega yakatetemeka. Macho yakafumbuka nusu, mpasuko mdogo tu, kana kwamba anatoka kwenye ndoto mbaya. Doka akapiga mayowe tena, Mungu wangu! Daktari Musa hakusogea. Aliangalia kitanda kana kwamba hospitali imegeuka jukwaa la muujiza na yeye amesahau maneno. Ramadhani akasogea karibu, sauti ikivunjika, mama Midomo ya Mama Nana ikatengana. Sauti dhaifu ikatoka. Hewa. Si hewa ya kulazimishwa. Si ya kukopwa. Doka akamshika Rehema mkono kwa nguvu na kumvuta, wewe mchawi! Unataka kumuua halafu utwae nyumba hii? Rehema akajitoa taratibu, macho yakiwa yamejaa machozi, mama tafadhali Ramadhani akamgeukia Dorka kwa uso ambao Dorka hakuwahi kuona. Haikuwa hasira ya kupiga kelele. Ilikuwa mbaya zaidi, hasira ya kimya. Doka, Ramadhani alisema polepole, mwache. Doka akapepesa macho, Ramadhani Ramadhani akaonyesha mkono wa mama yake unaosogea, hujaona? Mwache. Doka akamwangalia Daktari Musa akitarajia aungane naye. Lakini Daktari Musa bado mdomo uko wazi, uso umejaa swali moja tu, inawezekanaje? Ndipo Mama Nana akiwa bado dhaifu, akainua mkono na kuvuta barakoa ya oksijeni kidogo. Akakohoa mara moja, mara mbili. Halafu akasema kwa sauti ya kukwaruza lakini wazi, naweza kupumua. Chumba kikawa kimya. Hata mashine kana kwamba ilipunguza sauti yake. Rehema akarudi nyuma taratibu kama mtu aliyerusha jiwe na kuvunja kioo, sasa hajui asimame wapi. Ramadhani akafunika mdomo kwa mikono. Daktari Musa ndipo akapata sauti, lakini ikatoka kama mnong'ono uliovunjika, hili haliwezekani. Mama Nana akamtazama, macho yakiwa yamechoka lakini makali, daktari, nilikuwa nazama ndani ya mwili wangu. Ramadhani akamgeukia Rehema, Rehema, umefanya nini? Rehema akameza mate, koo likiwa kavu kama kiangazi cha vumbi. Bwana, niliamini mama anapata mshtuko mkali unaomfunga pumzi. Doka akacheka kwa uchungu, sikilizeni. Sasa msichana wa kazi anajifanya daktari. Mashavu ya Rehema yakawaka, lakini akaendelea, bibi yangu alinilea kiwanda, kijiji cha mbali. Alikuwa mganga wa tiba asilia. Alinifundisha kuwa ukiona mtu anazidiwa pumzi, macho yanageuka, mwili unakuwa mzito, wakati mwingine si homa tu. Kuna mmea wa kijani unabanwa kidogo tu. Matone machache. Kwa sababu ni mkali. Daktari Musa akasogea, ni mmea gani huo? Rehema akatazama mabaki ya majani yaliyopondwa, kwetu tunauita mkombozi. Sikujua jina la kitaalamu. Doka akakoroma, basi unakiri hujui unachoweka. Mama Nana akasema tena, sasa kwa nguvu zaidi, na bado ulinirudisha. Kimya kikapita. Machozi yakajaa machoni mwa Ramadhani. Akashika mkono wa mama yake kwa upole, mama, upo. Mama Nana akamkandamiza mkono, dhaifu lakini wa kweli. Daktari Musa akavuta pumzi ndefu, tunahitaji kumwangalia. Rudieni vipimo. Angalieni kiwango cha oksijeni sasa. Wauguzi wakaingia.
Chumba kikawa na shughuli, lakini sasa ilikuwa shughuli ya tumaini, si ya kukata tamaa. Rehema akabaki ukutani akihisi mdogo, kana kwamba amefanya jambo kubwa kuliko yote, halafu hajui aweke mikono wapi. Dorka akamtazama kama kiumbe wa ajabu. Ramadhani akasema kwa sauti ya chini, umeupata wapi mmea? Rehema akasita. Nje ya hospitali, nyuma ya bustani ndogo. Niliona mmea unaofanana na ule wa bibi. Sikuhakikisha. Lakini daktari aliposema hamna majibu na mama anaendelea kuzorota, sikuweza kuangalia. Daktari Musa akajikaza, tulifanya kila kitu cha kitabibu. Mama Nana akasema kwa upole wenye nguvu, daktari, wakati mwingine unafanya yote unayoyajua, lakini bado hujui vya kutosha. Mabega ya daktari Musa yakashuka. Kwa sekunde moja alionekana kama mwanadamu tu, si joho jeupe. Ramadhani akafuta machozi haraka. Rehema, asante. Dorka alitaka kusema maneno mabaya, yalikuwa yanapanda. Lakini mama Nana akageuza uso wake taratibu, macho yakiwa na mamlaka. Dorka, mama Nana alisema, ulimuita mchawi? Dorka akacheka kwa woga. Hapana mama, nilikuwa naogopa tu. Mama Nana akatikisa kichwa, hofu isigeuze mdomo wako kuwa sumu. Dorka akakakamaa. Muuguzi akatangaza, kiwango cha oksijeni kinapanda. Mama Nana akajisukuma kukaa kidogo. Haikuwa kukaa kabisa, lakini ilitosha kuonyesha hakuwa mwili unaosubiri kaburi. Alikuwa hai. Usiku ule ule, korido ya hospitali ilipotulia, harufu ya dawa ikaning'inia hewani. Ramadhani alisimama dirishani peke yake. Nje, Dar es Salaam iliendelea. Magari yalipiga honi. Wachuuzi walipiga kelele. Jenereta fulani ilinguruma. Maisha hayasimami kwa sababu mtu tajiri karibu afe. Dorka akaja nyuma, visigino vikigonga chini taratibu. Unamruhusu msichana huyo aingie kichwani mwako? Ramadhani hakutazama nyuma. Dorka, mama karibu afe. Dorka akatoa pumzi ya kuigiza na hakufa. Sasa kila mtu atamwita Mwokozi. Atajiona muhimu. Ramadhani akageuka, macho mekundu lakini thabiti. Ni muhimu. Alimwokoa mama wakati hakuna aliyeweza. Dorka akakodolea macho. Sawa, kesho utamleta akae mezani kama familia. Ramadhani hakujibu haraka. Kimya kile kikamkaba Dorka tumboni, kwa sababu alimjua mume wake. Kimya chake huja baada ya uamuzi. Dorka akajaribu kucheka. Unatania, si ndio? Ramadhani akasema polepole, kama Rehema asingechukua hatua, mama angekufa. Unaelewa? Dorka akageuza uso kwa hasira. Sawa, naelewa, lakini usimfanye ajihisi kama wa hapa. Unajua wasichana wa kazi huwa Uso wa Ramadhani ukabadilika. Akasogea karibu, sauti baridi. Dorka, usiseme hivyo tena. Dorka akashangaa. Ramadhani si adui yako, Ramadhani alisema. Acha kutengeneza maadui kichwani. Dorka alionekana kama atalia, lakini machozi yake yalikuwa silaha. Akavuta pumzi. Sawa, samahani. Nimechoka tu. Simu ya Ramadhani ikatetemeka. Ujumbe kutoka kwa muuguzi, mama Nana anamuita Rehema. Ramadhani akakunja uso. Anamuita Rehema. Tabasamu la Dorka halikufika machoni, bila shaka. Waliporudi chumbani, mama Nana alionekana hai zaidi. Sio mwenye nguvu kamili, lakini macho yake yalikuwa macho. Ramadhani akaenda haraka. Mama, unajisikiaje? Mama Nana akavuta pumzi na kuitoa taratibu. Bora. Si kamili, lakini nahisi uhai. Kisha akamtazama Rehema moja kwa moja, aliyesimama pembeni kana kwamba anataka kutoweka. Njoo karibu, mama Nana alisema. Rehema akakaribia kwa hatua ndogo. Mama Nana akamshika mkono. Mshiko wake ulikuwa dhaifu lakini wa joto. Jina lako kamili ni nani? Rehema akameza mate. Rehema Adima. Mama Nana akatikisa kichwa taratibu. Adima Nimeshawahi kusikia hilo. Baba yako yuko wapi? Rehema akainamisha kichwa. Sijui mama. Mama yangu alikufa nikiwa mdogo. Bibi alinilea.
Uso wa Mama Nana ukalainika, basi wewe ni yatima. Macho ya Dorka yakaruka juu kwa hasira iliyofichwa. Mama Nana akaendelea, umeniokoa. Si kwa sababu ya pesa. Si kwa sifa. Umeniokoa kwa sababu hukutaka mtu mateso. Macho ya Rehema yakajaa, sikutaka ufe mama. Mama Nana akamgeukia Ramadhani, mwanangu. Ndiyo mama. Sauti ya Mama Nana ikawa nzito, tukitoka hospitali, sitaki huyu msichana arudi kwenye chumba kidogo nyuma ya jiko kama mtu asiye na thamani. Dorka akasogea haraka, mama, yeye ni msichana wa kazi tu. Mama Nana akainua mkono kumzuia bila kupiga kelele, Dorka, si sasa. Halafu akamtazama Ramadhani tena, mchukue kama dada yako mdogo. Chumba kikawa kimya. Macho ya Ramadhani yakapanuka, mama Rehema akahisi kama atazimia, mama tafadhali Mama Nana akamkaza mkono, hapana. Wengine huzaliwa ndani ya ulinzi. Wengine hupigana kuupata. Sitamwacha apigane peke yake. Uso wa Dorka ukawa moto kwa hasira. Ramadhani alitaka kusema kitu, ndipo mlango ukafunguliwa ghafla. Muuguzi kijana akaingia akihema. Daktari Musa, tafadhali njoo haraka. Kuna tatizo kwenye majibu ya vipimo vya awali. Kuna kitu hakilingani. Daktari Musa akageuka, unamaanisha nini hakilingani? Muuguzi akameza mate, inaonekana mtu aliingilia sampuli. Tumbo la Ramadhani likashuka. Mama Nana akakaza mkono wa Rehema na Daktari Musa akasema polepole, kana kwamba anaogopa maneno yake, kama mtu aliingilia sampuli, basi ugonjwa wa Mama Nana huenda haukuwa wa kawaida. Ramadhani akanong'ona, unasema nini? Daktari Musa akatazama wote, Ramadhani, Dorka, Rehema, Mama Nana, kisha akasema, tunahitaji kuzingatia uwezekano kwamba Mama Nana aliwekewa sumu. Pumzi ya Rehema ikakatika. Ramadhani akasogea nyuma kana kwamba sakafu imeyumba. Dorka akagandia mahali, macho yakitanuka sekunde moja tu, haraka sana, halafu akajisitiri kwa sura ya kushangaa. Mashine ikaendelea kulia beep kama onyo. Ramadhani akasema kwa sauti inayotetemeka, kama mama aliwekewa sumu basi nani kwenye maisha yangu angependa afe? Walihamisha Mama Nana kwenye chumba salama zaidi, mlinzi mlangoni. Taa za usiku za Dar es Salaam zilimulika mbali kama macho yanayotazama. Daktari Musa akarudi na faili, uso umechoka, maabara imethibitisha dosari. Sampuli ilibadilishwa. Lebo ya zamani ilitumika. Mtu alitaka ionekane damu yake iko sawa wakati haikuwa. Ramadhani akashika kichwa, kwa nini? Daktari Musa akasita, ama mtu hataki tujue sababu halisi, au mtu anataka atibiwe vibaya ili azidi kudhoofika. Dorka akakatiza, huu ni upuuzi. Mama Nana akamgeukia taratibu, Dorka, unaamini uovu upo? Dorka akablink, mama jibu, Mama Nana alisema. Dorka akalazimisha tabasamu, ndiyo, upo, lakini si kwenye familia hii. Kauli ile ilisikia kama imeandaliwa. Rehema akahisi baridi. Daktari Musa akasema kwa siri, nashauri tuhusishe vyombo vya sheria, kimya kimya. Ramadhani akatoa simu, akaenda koridoni, akampigia Inspekta Baraka Lungu. Ramadhani Okori, sauti nzito ikajibu, hili ni kubwa. Ramadhani akameza mate, mama yangu alikuwa hana fahamu kwa siku. Leo ameamka ghafla. Sasa maabara inasema sampuli zilibadilishwa. Daktari anahisi sumu. Inspekta Baraka akatulia, kisha akasema, ninatuma watu wawili sasa. Mimi nitafika asubuhi. Usimwambie mtu polisi wamehusika bado. Na Ramadhani ikuwa makini. Sumua haipaa hewani. Mtu lazima ailete. Ramadhani akarudi, Dorka akamuuliza kwa upole wa uongo, ulimpigia nani? Ramadhani akasita, kisha akasema, uongo, wakili. Macho ya Dorka yakabana, saa hizi? Ramadhani akajibu, huyu ni mama yangu. Daktari Musa akaongeza sheria, hakuna chakula au kinywaji kutoka nje bila ruhusa.
Mama Nana akamwita Rehema, kuanzia leo ukiona mtu ananipa chai, maji, dawa, uwe macho. Rehema akapumua kwa hofu, mama. Mama Nana akasema kwa ukali wa utulivu, nipo hai sasa, lakini kama si ugonjwa wa kawaida unaweza kurudi. Dorka akapaza sauti, mama, unamtuhumu nani? Mama Nana akamwangalia na waonya wote. Halafu akasema sentensi iliyompasua Ramadhani ndani, wenye kelele zaidi mara nyingi huficha mengi. Ramadhani akahisi hewa imekaza. Alimpenda mke wake, lakini akajiuliza kwa nini Dorka anaonekana ana hasira zaidi kuliko anaogopa. Siku 2 baadaye walitoka hospitali. Nje, gari 2 nyeusi zilisubiri. Ramadhani alimsaidia Mama Nana kuingia. Dorka akaingia akiwa na manukato makali kana kwamba anataka kudhibiti hewa. Rehema akaingia kimya. Walipofika kwenye jumba la Masaki, wafanyakazi walipanga mstari. Sakafu ya marumaru iling'aa. Baridi ya kiyoyozi ilikata kama kisu. Mama Nana akatazama wote, kisha akasema kwa sauti inayosikika, kuanzia leo Rehema si msichana wa kazi tena ndani ya nyumba hii. Wengine wakavuta pumzi kwa mshangao. Shingo ya Dorka ikakakamaa. Mama, Ramadhani alisema kwa hofu. Mama Nana akainua mkono, mwanangu, nimesema. Mchukue kama dada yako mdogo. Maneno yakadondoka kama jiwe ndani ya maji. Rehema akagandia, mama tafadhali. Mama Nana akamshika mkono, hutatakiwa kuomba kutendewa kama binadamu. Ramadhani akameza mate, akatazama Rehema, akaona hofu na kuchanganyikiwa. Akaangalia mama yake. Akaona uamuzi. Basi, Ramadhani alisema taratibu, nitafanya unachotaka mama. Tabasamu la Dorka likaganda usoni kama barakoa iliyobana mno. Rehema akamtazama Dorka. Macho ya Dorka yalisema jambo moja wazi, umetangaza vita na hujui. Usiku uliofuata Dorka alikaa kitandani akifikiri kwa sumu ya wivu. Akakumbuka wafanyakazi wakinong'ona. Akakumbuka Ramadhani akimkemea hospitalini. Akakumbuka maneno ya Mama Nana, mdomo usiwe sumu. Sumu. Dorka akanong'ona. Kisha akaenda kwenye sanduku lake la vito. Dhahabu ikang'aa. Akaigusa kama uthibitisho wa nafasi yake. Ndipo mpango ukaanza kuchora ndani yake. Asubuhi, Rehema aliamka mapema kama kawaida. Tabia za zamani hazifi kwa kuitwa dada. Alitayarisha kifungua kinywa cha Mama Nana, akakagua dawa. Ramadhani akamwita juu, Rehema, niletee simu yangu, niliacha kwenye chumba cha kusomea. Rehema akaenda haraka. Chumba cha kusomea kilikuwa na vitabu vya gharama, picha za Ramadhani akiwa mtoto na Mama Nana. Rehema akachukua simu na kutoka bila kugusa kitu kingine. Mchana ghafla, kelele ya Dorka ikapasua nyumba kama kioo kuvunjika. Vito vyangu! Mkufu wangu wa dhahabu umeibiwa! Wafanyakazi wakakimbia. Ramadhani akashuka haraka. Mama Nana akatokea taratibu akiwa na fimbo. Dorka alisimama karibu na sanduku la vito akitetemeka kwa kuigiza, mtu ameiba mikufu yangu. Ramadhani akakunja uso, una uhakika? Dorka akaonyesha kwa drama, ndio. Ilikuwa hapa. Nilihesabu jana. Kisha macho yake yakamgeukia Rehema taratibu. Tumbo la Rehema likashuka. Ni mtu mmoja tu aliyeingia huku leo, Dorka akasema kwa sauti ya kuuma. Kinywa cha Rehema kikakauka, mama, mimi Dorka akasogea karibu, uliingia kubeba simu ya Ramadhani. Unadhani sisi ni wajinga? Ramadhani akatazama Rehema, Rehema, uliingia chumbani kwetu. Macho ya Rehema yakajaa, bwana, nilienda chumba cha kusomea, si chumbani kwenu. Sijachukua chochote. Dorka akapiga kelele, muongo. Sauti ya Mama Nana ikakata kelele, tulivu lakini ya kutisha Dorka. Dorka akageuka haraka, mama, usimtetee mwizi. Mama Nana akasema, usimwite mwizi bila ushahidi. Dorka akashika kifua, ushahidi? Vito vimepotea na yeye ndiye mgeni pekee. Rehema akatetemeka, machozi yakidondoka, na hapa mama,
Dorka akasema kwa ukali, kagueni begi lake. Wafanyakazi wakasitasita. Mama Nana akatazama Dorka kwa macho ya kuona mbali, kisha akasema polepole, kama tukikagua na tusipate chochote, utafanya nini? Dorka akagandia. Ramadhani akanong'ona, mama. Mama Nana akasema bila kupepesa, kagueni. Rehema akashtuka, mama. Mama Nana akainua mkono kwa upole, usiogope mwanangu. Ukweli hauogopi mwanga. Walileta begi dogo la Rehema. Wakalifungua. Nguo, viatu rahisi, vitu vya kawaida. Hakuna mkufu. Wakakagua chumba chake. Hakuna. Tabasamu la Dorka likayeyuka. Akalazimisha kicheko, basi ameficha mahali. Ramadhani akapaza sauti kidogo, Dorka, acha. Hatukupata kitu. Mama Nana akasogea karibu na Dorka, sauti ikawa ya chini, na hiyo sauti ya chini ikawa kali kuliko kupiga kelele. Dorka, unajaribu kumchafua msichana asiye na hatia kwa sababu unachukia kuwa yeye ndiye aliyeniokoa. Kisha Mama Nana akasema maneno yaliyosababisha ngozi ya watu kusisimka, hai, labda mwizi ni yule anayepiga kelele zaidi. Uso wa Dorka ukawa tupu. Rehema akaona ukweli mmoja, Dorka hakumaliza. Mpango wa kwanza umeanguka, tayari anapanga wa pili. Usiku huo Rehema aliamka kusikia mlango wake ukikwaruza. Chumba kilikuwa giza, baridi ya kiyoyozi ikivuma taratibu. Pazia lilitikisika kwa upepo. Sauti tena, mlango. Rehema hakupiga kelele. Alikaza macho. Kivuli kikaingia taratibu, kikiepuka ubao unaolia karibu na mlango, ule ubao ambao Rehema huusikia kila anapotembea peku. Moyo wa Rehema ukapiga kwa nguvu. Kisha akaona kung'aa. Dhahabu. Mkufu uliopotea ulikuwa ukining'inia kwenye vidole vya kivuli, ukishika mwanga wa mwezi. Kivuli kikainama, kikafungua begi la Rehema chini ya meza. Zipu ikatoa sauti kama kurarua kitambaa kimya. Hapana, Rehema akanong'ona. Kivuli kikagandia sekunde moja, kisha kikageuka. Rehema akaona uso. Moyo wake ukavunjika kidogo. Ilikuwa Dorka. Bila mapambo, macho makali, midomo imekaza, mkufu mkononi kama silaha. Rehema akaketi ghafla, mama tafadhali. Dorka akatabasamu kidogo, tabasamu baridi, usipige kelele. Ukipiga watu watauliza maswali. Na sidhani unataka hilo. Mikono ya Rehema ikatetemeka, kwa nini unanifanyia hivi? Dorka akainamisha kichwa, kwa sababu hujui nafasi yako. Rehema akasononeka, sikuomba kuletwa hapa. Mama Nana alisisitiza. Dorka akacheka kimya, alisisitiza kwa sababu ni mzee na moyo wake ni laini. Ramadhani anakubali kwa sababu anajisikia na hatia. Lakini hii nyumba, huu uhai, hii ni wangu. Rehema akatikisa kichwa, nataka amani. Dorka akainua mkufu, amani. Umeleta vita siku uliyomgusa Mama Nana na akaamka. Rehema akalia, nilimuokoa. Tabasamu la Dorka likapotea, uliniaibisha. Kwa mwendo wa haraka, Dorka akaufukiza mkufu ndani ya begi la Rehema na kufunga zipu. Hapo Dorka akanong'ona, tatizo limeisha. Rehema akasimama, tafadhali usifanye hivi. Dorka akakaribia, pumzi yake ikiwa moto na kali, asubuhi nitaanza kupiga kelele tena. Wakitafuta begi lako. Tutaona nani wataamini. Miguu ya Rehema ikawa dhaifu, Mama Nana ananiamini. Dorka akanyanyuka, imani ni rahisi kuvunjika. Kabla hajaondoka, Dorka akasema kwa sauti ya sumu, ukisema jambo hili kwa mtu yeyote, nitasema ulijaribu kumuua Mama Nana kwa yale majani. Unadhani watamwamini nani? Mlango ukafungwa taratibu. Rehema akaanguka kitandani, akaziba mdomo kwa kiganja ili sauti isitoke. Kwa mara ya kwanza tangu aitwe binti, Rehema alihisi upweke wa kweli. Asubuhi, mwanga uliingia ndani ya jumba kana kwamba haujui umeingia kwenye uwanja wa vita. Rehema hakulala. Alitazama begi. Alifikiri kukimbia.
Halafu akakumbuka maneno ya Mama Nana, ukweli hauogopi mwanga. Akaoga uso, akafunga nywele kwa ustaarabu, akaacha begi kama lilivyo. Akaenda chini. Dorka tayari alikuwa sebuleni, amevaa vizuri, uso mtulivu kana kwamba hakuna kilichotokea. Mama Nana aliketi kwenye kiti chake, shuka nyepesi mabegani. Ramadhani alikuwa karibu na dirisha akizungumza kwenye simu. Rehema akaingia kimya. Macho ya Dorka yakamgusa sekunde moja, kisha akapiga kelele, mkufu wangu. Wafanyakazi wakagandia. Ramadhani akageuka, sasa nini tena? Dorka akajifanya kutafuta kwenye sanduku, umeenda tena? Tafuteni begi lake. Mama Nana akamtazama Rehema, Rehema, umechukua kitu? Rehema akameza mate, hapana. Ramadhani akasema kwa uchovu, kagueni begi. Rehema akatikisa kichwa, nitalileta mwenyewe. Akarudi juu, kila hatua ikiwa nzito, akaileta chini na kuiweka mezani. Chumba kikawa kimya. Muuguzi wa nyumbani au mfanyakazi akalifungua begi, nguo, viatu, halafu dhahabu. Mkufu ukaanguka wazi kama unajivunia. Watu wakavuta pumzi. Rehema akapoteza hewa. Dorka akapiga mayowe, nilijua. Mwizi. Ramadhani akatazama mkufu, uso wake haukusoma. Rehema akatikisa kichwa kwa nguvu, Bwana tafadhali, mimi sikuweka. Dorka akacheka, basi ulitembea ukaingia wenyewe. Mama Nana hakusema. Hilo kimya likawa tishio. Mama Nana akamtazama Rehema kwa muda mrefu. Rehema akamkazia macho, machozi yakitiririka, mama, mtu aliingia chumbani kwangu usiku. Dorka akakakamaa. Mama Nana akainama mbele, nani? Sauti ya Rehema ikatetemeka, mama Dorka. Nyumba ikapasuka kwa kelele. Mwongo. Dorka akapiga kelele, msichana mchafu. Anageuza mambo. Ramadhani akasogea, Rehema, una uhakika? Rehema akatikisa kichwa, alikuja usiku. Aliniambia nisizungumze. Aliweka mkufu. Aliniahidi kuniharibu. Dorka akamgeukia Ramadhani kwa maumivu ya uongo, sasa unaamini yeye kuliko mke wako. Ramadhani alionekana amekwama. Lakini ndani yake kitu kidogo kilipasuka. Dorka, Ramadhani alisema polepole, kwa nini akusingizie jambo litakalomletea madhara zaidi? Hiyo ina maana gani? Dorka akasema kwa hasira, kwa sababu anataka nafasi yangu. Mama Nana akasimama ghafla. Kimya kikashuka tena. Akasogea mezani, akauchukua mkufu, akauinua. Dorka, Mama Nana alisema kwa utulivu, ulikuwa wapi usiku wa manane? Dorka akasita sekunde moja, chumbani, nimelala. Mama Nana akatikisa kichwa, basi kwa nini kamera ya ukanda wa mashariki ilirekodi mwendo saa 6 na dakika 7 usiku? Uso wa Dorka ukapoteza rangi. Ramadhani akageuka, kamera. Mama Nana akasema, ndiyo. Niliwaagiza walinzi waangalie picha kimya kimya asubuhi. Walileta kibao cha kuonyesha. Picha haikuwa kali sana, lakini ilitosha. Mwendo, urefu, mtindo wa kutembea, kitambaa kichwani, mlango wa Rehema ukifunguliwa. Dorka akaanguka kwenye kochi. Ramadhani akahisi sakafu inacheza. Dorka. Dorka akaanza kulia, si kilio cha kuomba msamaha tu, kilikuwa kilio cha aibu na kupoteza udhibiti. Niliogopa. Dorka akalia, alikuwa anachukua kila kitu, mama yako, umakini wako, nyumba hii. Mama Nana akafumba macho, kisha akayafungua yakiwa na masikitiko makali, sikumlea mwanangu aolewe na hofu. Mama Nana akainua mkono, omba msamaha. Dorka akageuka kwa Rehema, mdomo ukitetemeka, samahani, nilikupangia. Rehema hakupiga kelele. Alitikisa kichwa tu, machozi yakitoka. Ramadhani akakaa chini, kichwa mikononi. Alijisikia kusalitiwa, kuchanganyikiwa na kuaibika. Mama Nana akasema, Dorka, ujifunze kuishi kwa amani. Hii nyumba haitavumilia sumu ya wivu. Dorka akatikisa kichwa, lakini Rehema alihisi kitu ndani yake kinajikunja.
Msamaha ule ulikuwa wa kulazimishwa. Na misamaha ya kulazimishwa huota meno baadaye. Usiku Dorka alilala macho. Akaunyosha mkono kwenye simu, akapiga namba ambayo hakuwa ameipiga kwa miaka. Habari, Dorka alisema kwa sauti ya chini, nahitaji taarifa kuhusu Rehema Adima. Historia yake. Bibi yake. Kitu chochote kitakachofanya watu wamtilie shaka. Akatuma pesa. Akafunga simu. Sihitaji uongo, Dorka akanong'ona. Nahitaji ukweli unaoonekana mbaya. Asubuhi ilifuata kwa ukimya wa ajabu. Wafanyakazi walizungumza kwa sauti ndogo. Maneno yalikatika Rehema anapoingia. Rehema alivaa apron kwa mazoea, hata kama aliambiwa si lazima afanye kazi kama mtumishi. Dorka alitokea jikoni akiwa na tabasamu lisilogusa macho. Asubuhi njema, Rehema. Rehema akagandia sekunde. Asubuhi njema, mama. Dorka akainamisha kichwa. Hakuna kinyongo, si ndio? Sisi ni familia sasa. Neno familia lilidondoka vibaya. Rehema alihisi kifua kinabanwa. Baadaye Rehema alipeleka chai kwa Mama Nana. Mama Nana akamtazama. Hukulala vizuri? Rehema akajaribu kutabasamu. Niko sawa. Mama Nana akasema, unasema uongo, lakini si vibaya. Dorka alizungumza nawe? Rehema akatikisa kichwa. Alinisalimia vizuri. Mama Nana akavuta pumzi. Ukarimu bila toba ni silaha nyingine. Rehema akauliza kwa sauti ya hofu, mama, unadhani atanidhuru? Mama Nana akashika mkono wake. Dorka si mwovu kwa sababu ni pepo. Ni mwovu kwa sababu anaogopa. Anaogopa nini? Kuondokewa na udhibiti. Mama Nana akaongeza maagizo, usitembee peke yako usiku. Usile chochote kisichopita jikoni. Na Dorka akikuomba mkutane faragani, njoo kwangu kwanza. Rehema akatikisa kichwa. Ndiyo mama. Ramadhani aliketi kwenye chumba cha kusomea akitazama picha za zamani. Yeye akiwa mtoto na Mama Nana, siku ya harusi na Dorka. Alijiuliza ilikuwaje yote yakageuka hivi. Simu ikatetemeka. Ujumbe kutoka Inspekta Baraka. Walianza kuangalia rekodi za hospitali. Kuna mianya, mtu aliingia mafaili kwa beji ya muda. Kabla Ramadhani hajamaliza kuvuta pumzi, Dorka akaingia bila kugonga. Ramadhani, Dorka alisema kwa sauti laini, najua umekasirika. Hiyo ni ndogo, Ramadhani akasema. Dorka akalia kwa machozi ya haraka, nilihisi nimebadilishwa. Ramadhani akamwangalia, na msichana anayelala kwenye chumba kidogo na hulia ukiwapigia kelele. Dorka akajibu, si yeye tu. Ni wewe. Ulibadilika. Ramadhani akasimama. Hofu haifanyi ukatili kuwa sawa. Dorka akajaribu kukaribia. Nitajaribu. Lakini Ramadhani hakusogea. Imani ilianza kuwa ngumu. Siku ile ile Dorka alikutana na mwanamke mwenye macho makali kwenye kahawa ndogo mbali na jumba. Nimeambiwa ni dharura, mwanamke alisema. Nahitaji taarifa za Rehema Adima, Dorka akajibu. Chochote. Mwanamke akacheka, kila mtu ana doa. Dorka akasukuma bahasha, nipe. Jioni Mama Nana akawakusanya sebuleni, Ramadhani, Dorka, Rehema. Mama Nana akasema, Rehema atarudi shuleni. Rehema akashangaa, mama Mama Nana akatabasamu, ulisitisha masomo mapema. Una akili. Dorka akatabasamu kwa baridi. Mama Nana akaongeza, na atahamia chumba cha wageni. Chumba kidogo nyuma ya jiko, si kwa mtu ninayemuita binti. Siku iliyofuata minong'ono ikaanza. Rehema akasikia mfanyakazi akisema, Dorka anasema msichana huyo alileta dawa za kijijini kumdhuru mama. Rehema akahisi tumbo linageuka. Alikumbuka kauli ya Dorka, unadhani watamwamini nani? Inspekta Baraka alifika jioni kimya kimya, bila sare. Alikaa kwenye chumba cha kusomea na Ramadhani, Mama Nana na Dorka. Inspekta Baraka akasema, tumethibitisha mtu aliingia faili za hospitali kwa beji ya mfanyakazi wa muda. Beji ilisainiwa kwa jina Dorka Okori. Kimya kilishuka.
Ramadhani akageuka, Dorka. Dorka akasimama, huu ni upuuzi. Niliwahi kujitolea hospitalini. Mtu anaweza kutumia beji. Mama Nana akasema kwa huzuni, Dorka, mara ngapi utachagua uharibifu kuliko amani? Uchunguzi uliendelea, lakini Dorka hakuwa kimya. Usiku simu yake ikatetemeka. Ujumbe, nimepata kitu. Nipigie. Dorka akaingia bafuni akafunga mlango. Ulipata nini? Sauti ikajibu, bibi wa Rehema aliwahi kukamatwa kwa tiba haramu. Mtu alikufa chini ya matibabu yake. Tabasamu la Dorka likapanuka, nitumie kila kitu. Akatoka bafuni akitazama kioo, macho yakiwa hatari. Sasa nitamvunja. Kesho yake Dorka alisimama sebuleni na bahasha nzito ya kahawia. Akawaangalia wote, kisha akasema kwa utulivu wa bandia, nina ushahidi kwamba bibi wa Rehema alikuwa mhalifu, na huyu msichana huenda amejifunza zaidi ya majani. Dunia ya Rehema ikayumba. Dorka akatoa karatasi, haya ni kumbukumbu. Bibi yake alikamatwa miaka mingi iliyopita. Mgonjwa alifariki. Ramadhani akavuta pumzi. Mama Nana akanyanyua kidevu, sema. Rehema akatikisa kichwa, si hadithi yote. Dorka akapuuza, kesi ilifutwa kwa kukosa ushahidi, lakini kukamatwa kulifanyika. Hivyo tunaingiza mtu aliyekulia kwa mhalifu. Rehema akasogea mbele, bibi yangu hakuwa mhalifu. Aliwasaidia maskini, watu ambao hospitali ziliwaacha. Dorka akasema, lakini mtu alikufa. Rehema akavunjika sauti, na watu hufa pia chini ya madaktari. Je, hiyo inafanya madaktari wote wauaji? Chumba kikagandia. Mama Nana akamgeukia Dorka, kwa nini sasa? Dorka akajibu, kwa sababu hatuwezi kufumba macho. Historia yake si safi. Ramadhani akamwambia Dorka, umesema hutaki uongo, lakini umeleta nusu ukweli. Mama Nana akasema, ukweli bila Rehema ni silaha. Kabla mambo hayajazidi, simu ya Ramadhani ikaita. Alisikiliza, uso ukabadilika. Alipomaliza akatazama wote, Inspekta Baraka amepata jambo. Mtu aliyebadilisha sampuli za mama hospitalini si Rehema. Macho ya Dorka yakabanwa. Ramadhani akaongeza, ni mtu mwenye ufikivu wa hospitali na huu nyumba. Na mtu huyo pia aliwasiliana na mpelelezi binafsi kuchimba historia ya Rehema. Tabasamu la Dorka likakufa. Mama Nana akashangaa, nini? Ramadhani akasema kwa sauti nzito, mpelelezi amekiri Dorka ndiye aliyemlipa. Kuna ujumbe, sauti, malipo. Dorka akarudi nyuma, uongo. Ramadhani akatikisa kichwa, kwa nini Dorka? Kwa nini ulichukia hivyo? Ndipo Dorka akacheka, cheko kali, chungu, kana kwamba kitu ndani yake kimepasuka. Kwa sababu alinifanya niwe mdogo, Dorka akasema. Wote mlimtazama kama muujiza na mimi kama kelele. Rehema akanong'ona, sikuomba hilo. Dorka akamgeukia, uliishi. Hiyo ilitosha. Mama Nana akashika mdomo kwa mkono. Ramadhani akasema, mama karibu afe Dorka. Dorka akatoa kauli iliyoua hewa, sikumwekea sumu mama. Lakini madaktari waliposema hawajui tatizo, sikulizuia pia. Rehema akashtuka. Ramadhani akahisi kama amepigwa. Mama Nana akasema kwa sauti ya uchungu, ungeacha nife. Dorka akalia, sikujua atakufa. Kimya kilishuka kama jiwe. Mama Nana akasema kwa huzuni, unahitaji msaada. Ramadhani akaongeza, hii nyumba inahitaji amani, si hofu. Kwa utulivu, Dorka akaombwa aende kuishi kwa dada yake kwa muda. Hakukuwa na polisi wa makelele, hakukuwa na mayowe, kulikuwa na uondoaji wa kimya unaoumiza. Rehema alikaa chumbani kwa wageni akitazama sakafu. Mama Nana akagonga mlango, akaingia, akakaa karibu na kumshika mikono. Wewe si laana, Mama Nana alisema. Umetoka kwenye nguvu. Rehema akalia, sikutaka kuvunja kitu. Mama Nana akatabasamu kwa huzuni, wakati mwingine ukweli huvunja uongo. Huo kelele unaosikia, huo ni uponyaji.
Chini, Ramadhani alisimama dirishani akitazama geti gari la Dorka likiondoka. Umefanya lililo sahihi, Mama Nana akasema. Ramadhani akanong'ona, halionekani sahihi. Mama Nana akasema, mambo sahihi huuma. Usiku ule ule, mbali na jumba, Dorka alikaa gizani, simu ikimwangaza usoni. Ujumbe ukaingia, bado nina taarifa zaidi. Una uhakika unataka kuacha? Dorka akaandika, hapana. Sijaisha. Asubuhi, walinzi getini walipokea bahasha iliyofungwa. Ya Rehema Adima, mgeni alisema, na kuondoka. Ndani kulikuwa na picha ya zamani na sentensi kwa wino mwekundu, historia yako iko karibu kuliko unavyodhani. Uliza nani alisababisha kifo. Rehema alipoiona picha akamwona bibi yake mbele ya nyumba ya udongo, fimbo mkononi. Pembeni mwanamke kijana aliyefanana naye, mama yake. Rehema akashikwa na mshtuko. Mama Nana akaingia, unaonekana kama umeona mzimu. Rehema akampa picha. Mama Nana akasoma maneno, mdomo ukakaza, mtu anataka kukurudisha kwenye hofu. Ramadhani alipoiona alisema, huu ni tishio. Rehema akanong'ona, vipi kama bibi kweli alikuwa na kosa? Ramadhani akamwambia, kila familia ina kivuli. Kinachoamua ni unachofanya na mwanga. Mchana, mgeni asiyetarajiwa alifika getini, mzee aliyeegemea fimbo, nguo rahisi, uso wenye mistari ya miaka. Nimemwona nani? Mlinzi akauliza. Mzee akasema, Rehema Adima. Rehema aliposikia sauti aliganda, mjomba Tunda. Macho ya mzee yakang'aa, Rehema mwanangu. Walikaa sebuleni. Mjomba Tunda akasema kwa huzuni, nimesikia bibi yako amefariki. Rehema akainamisha kichwa. Mjomba Tunda akaendelea, yule mtu aliyekufa, yule waliomlaumu bibi, hakuwa mgonjwa wa kawaida. Alikuwa amewekewa sumu taratibu na watu waliotaka ardhi yake. Chumba kikawa kimya. Ramadhani akainama mbele, sumu. Mjomba Tunda akasema. Tiba ya bibi ilipunguza sumu, lakini ilikuwa imechelewa. Walipomzika, watu wenye nguvu wakamgeuzia bibi lawama. Si kwa sababu alikuwa na hatia, kwa sababu alikuwa maskini. Rehema akaziba mdomo kwa mkono, machozi yakitiririka. Walitaka bibi aseme uongo kwa pesa, mjomba Tunda akaongeza. Alikataa. Wakamtia aibu. Aibu ile ilimfuata hadi kaburini. Mama Nana akanong'ona, Mungu Inspekta Baraka aliposikia alisema, hii inafanana na tulichokipata. Familia ya huyo marehemu wa zamani sasa imeajiri mtu kuchimba habari. Kwa sababu Dorka amechafua maji. Mama Nana akasema, basi ukweli utatikisa. Inspekta Baraka akasema, lakini mkumbuke, ukweli ukitoka hauchagui nani atavunjika. Rehema akaogopa, sitaki mtu mwingine aumie. Mama Nana akamshika mkono, uongo unaumiza. Ukweli huponya. Usiku, Dorka akatuma ujumbe wa siri kwa mwandishi wa habari, mada kuhusu tiba hatari ya asili na akaambatanisha kumbukumbu za zamani na picha. Asubuhi iliyofuata, simu ya Ramadhani ikajaa taarifa. Watu wa vyombo vya habari wakajaa nje ya geti. Kamera, maswali, kelele. Rehema alisimama dirishani, mikono baridi, tumbo linauma, kana kwamba dunia inamvua nguo mbele ya kila mtu. Mama Nana alisimama kifua mbele, usiinamishe kichwa. Hii si aibu yako. Inspekta Baraka akaingia, akasema kwa sauti nzito, mtu wa zamani ameonekana. Yule aliyesababisha sumu ya yule mwenye ardhi, jina lake Sadiki Bello. Yuko Dar es Salaam. Ameingia hotelini usiku. Rehema akahema, basi bibi alikuwa anasema ukweli. Machozi yakamshuka, si ya drama, ya faraja na huzuni iliyochelewa. Nje kelele ziliendelea. Ramadhani akasema, tutoe taarifa kupitia mawakili. Mama Nana akatikisa kichwa, hapana. Mimi nitasema. Na Rehema atasimama pembeni yangu. Rehema akashtuka, mama Mama Nana akatabasamu kwa upole, ukweli ukitiwa shaka, yule aliyeokoka lazima asimame.
Walipotoka nje, kelele zililipuka. Maswali yalirushwa kama mawe. Kamera zikamulika. Mama Nana akainua mkono taratibu. Kelele zikapungua. Mimi ni Mama Nana Okori, alisema. Na niko hai leo kwa sababu msichana huyu aliamini elimu aliyopewa kwa upendo. Watu wakaanza kunong'ona. Madaktari walijaribu, Mama Nana akaendelea. Walijali lakini hawakujua tatizo. Rehema alichukua hatua wakati muda ulikuwa unakimbia. Mwandishi mmoja akapaza sauti, haikuwa hatari. Mama Nana akamgeukia, hatari zaidi ni nini? Kukaa kimya wakati mtu anakufa au kuchukua hatua kwa busara wakati pumzi inaisha? Kimya kikapita. Na kuhusu bibi yake, Mama Nana akaongeza, hakuwa mhalifu. Alikuwa maskini. Na mara nyingi umasikini hutendewa kama kosa. Ramadhani akasema, uchunguzi wa ugonjwa wa mama unaendelea, lakini hatutaruhusu uongo uzike ukweli. Rehema naye akasema kwa sauti ndogo lakini yenye uzito, bibi alinifundisha kusaidia ninapoweza. Wakati mwingine uponyaji si kelele. Wakati mwingine ni tone moja la ujasiri. Kamera ziliendelea kurekodi lakini kelele zilibadilika. Watu walianza kusikiliza. Jioni Inspekta Baraka akarudi na habari, wamemkamata. Ni nani? Ramadhani akauliza. Sadiki Bello, Inspekta Baraka akasema. Alijaribu kukimbia baada ya kutishia mtu. Tumemfuatilia. Ameungama. Aliweka sumu miaka ile ili kupata ardhi. Bibi wa Rehema alipunguza sumu na ikamfanya apanik. Akamwacha bibi abebe lawama. Mama Nana akanong'ona, haki ni ya polepole lakini hutembea. Rehema akafumba macho. Machozi yakatoka kwa mara ya kwanza bila kujizuia. Jina la bibi yake lilikuwa linatakaswa. Doka alipoona taarifa hiyo kwenye runinga, mwili wake ukatetemeka. Sasa hakuwa na mpango, alikuwa na majuto. Ramadhani akampigia simu, imeisha. Ukweli umeonekana. Doka akanong'ona, sikukusudia ifike hapo. Ramadhani akasema, kusudi hakufuti madhara. Doka akauliza, sasa itakuwaje? Ramadhani akavuta pumzi, unahitaji msaada na nafasi. Doka akakubali kimya. Wiki kadhaa baadaye, jumba lilionekana tofauti, tulivu zaidi, hewa nyepesi. Rehema alikaa mezani na fomu za shule na vitabu. Mama Nana akamtazama kwa fahari, utafika mbali. Rehema akatabasamu, kwa sababu uliniona. Mama Nana akatikisa kichwa, kwa sababu ulijiamini hata watu walipokucheka. Ramadhani akaingia akiwa na boksi dogo. Akalifungua. Ndani kulikuwa na mkufu wa fedha rahisi, si wa dhahabu. Sibadilishi chochote, Ramadhani alisema. Ninaweka mwanzo. Macho ya Rehema yakajaa asante. Mama Nana akatabasamu, kutoka msichana wa kazi hadi binti. Kutoka kicheko hadi urithi. Rehema hakuwahi kuwa mwenye nguvu zaidi ndani ya chumba. Mara nyingi alikuwa mkimya zaidi. Lakini alibeba kitu adimu, uadilifu bila sumu. Na mwisho wa simulizi hili ni rahisi, ukweli hauhitaji kuwa na mamlaka ili uishi. Unahitaji ujasiri. Kama umefurahia simulizi hili, toa maoni, shiriki na ufuatilie kwa hadithi zaidi.